Fikra 95.0 FM Nairobi. The station with a difference. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Huduma ya polisi ya kitaifa NPS imetoa zawadi ya shilingi milioni 1 kwa taarifa yoyote kuhusu aliko Collins Jumaisi Kalusha, mshukiwa mkuu wa mauaji ya Kware ambapo zaidi ya wanawake 40 waliuawa na kutupwa kwenye jalala. Jumaisi alitoroka mikononi mwa polisi pamoja na washukiwa 12 mnamo Agosti tarehe 20 mwaka jana. Miezi 13 baada ya tukio hilo, mshukiwa bado yuko nje. Tukiachana na hali, kwa Wizara ya Afya imesisitiza dhamira yake ya kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kiimani katika utoaji wa huduma za afya. Wizara hiyo inasema azimio kuu kuelekea lengo hili ni kupitishwa kwa mbinu ya kwanza ya kusuluhisha madai chini ya Mamlaka ya Afya ya Jamii SHA. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano wa mashauriano kati ya wizara na wawakilishi mbalimbali, serikali iliahidi kuheshimu majukumu yake ya kimkataba kwa kuhakikisha malipo yanalipwa kwa wakati. Na kwenye rubaa za kimataifa ni kwa waziri mkuu wa Qatar amesema kuwa yuko tayari kuendeleza juhudi zake za kumaliza vita huko Gaza baada ya mwenzake wa Israel kueleza masikitiko yake kuhusu shambulio la anga lililowalenga viongozi wa Hamas mjini Doha mapema mwezi huu. Katika mazungumzo ya pande tatu na Rais wa Marekani Donald Trump, Benjamin Netanyahu alimwambia Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani kwamba anasikitishwa na mauaji ya afisa wa usalama wa Qatar katika shambulio la Septemba 9 na kukiuka mamlaka ya Qatar, kwa mujibu wa ikulu ya White House. Mwisho wa mukhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji. Dakika nazo zikiwa ni 2 zimetoweka baada ya saa 3. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi timu hapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi.